Kwa hivyo mtu akijipamba na tabia nzuri, kwanza anakuwa mtu bora, wa yakunu qudwatan lil akharin, na anakuwa ni mfano mwema wa kuigwa kwa wengine. Qala Ibn Sirin rahimahullah, at-tabi'i al-jalil, amesema al-Imam Muhammad ibn Sirin, kanu ay as-salaf yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Wallah, Muhammad bin Sirin rahimahullah min ulamai tabi'in anasema kanu, walikuwa wema waliotangulia, yataallamuna alhadiya, wanajifunza adabu. Alhadiya na maana ya aladab, adabu na maadili. Kanu, walikuwa wema waliotangulia, yataallamuna alhadiya, wanajifunza adabu, kama yataallamuna alilma, kama vile wanavyojifunza ilmu. Si watu wanajifunza ilmu wanahifadhi Qur'an, wanahifadhi ahadith, fiqhi, nahwu, lugha, tafsir, mustalah alhadith. Watu wanapopia kusoma, kuhifadhi, wakisafiri sehemu mbalimbali kuongeza ilmu. Basi wema waliotangulia walikuwa na juhudi kama hiyo kwenye kutafuta adabu. Ndio maana kanu yantaqun al-ashyakh, walikuwa wanachagua mashekhe. Hawakuwa wakisoma kwa kila mtu, wanawachagua mashekhe wenye adabu na maadili, ashabu sunna, wale wenye kulazimia na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu adabu na maadili yana nafasi kubwa sana katika elimu.